Ndugu waandishi wa habari, mimi ninaitwa Simon Pauli Ngilisho, ni mwenyekiti wa chama cha Makini katika kanda ya Kaskazini na ni mwenyekiti wa chama cha Makini katika mkoa wa Arusha. Ndugu waandishi wa habari, leo nimewaiteni hapa kwa lengo moja tu. Na lengo hilo ni kwamba tunazungumza habari ya kuhusu makanisa. Tumesikia matukio yaliyotokea hivi karibuni kuhusu makanisa yanayofungwa. Sasa ndugu waandishi wa habari, nataka kusema hivi kwamba makanisa wanapaswa kujua wajibu wao katika shughuli za huduma. Kwanza kabisa, makanisa wanapaswa kuzitii katiba zao za makanisa ambazo wamesajili makanisa yao. Kwa maana hiyo, makanisa wanapaswa kutoa huduma zilizoelekezwa na msajili wa makanisa kuhusu makanisa yao na watakachokifanya ndani ya makanisa hayo. Hivyo wajibu wa makanisa ni kuhakikisha kwamba hawakiuki taratibu na sheria za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo leo nimewaiteni hapa kuhakikisha kwamba nami leo natoa tamko katika chama changu, katika chombo chenu hichi, kwamba makanisa wanapaswa kukemea uovu kwa staili ya staha bila kuingilia mihimili ya chombo husika kinachoitwa serikali. Makanisa yana katiba yao, serikali na katiba yake. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na wajibu wa kuhakikisha wanatoa huduma za kiroho, zikiwemo huduma za kuhakikisha watu wanapata wokovu na wanaacha dhambi, zikiwemo huduma za kuhakikisha kwamba wanawasaidia wale wasiojiweza, wanawasaidia watoto yatima, wanasaidia walemavu, wanatoa huduma za kijamii, wanashirikiana na serikali kuu katika kutoa huduma za kijamii za kwenda kuhakikisha kwamba wanajenga taifa moja. Makanisa wanapaswa kujua wajibu wao kwamba wanaliunganisha taifa liwe moja. Tanzania hii ni moja. Tanzania, Mwalimu aliwahi kusema, vinchi vidogo vidogo vinazungumza makabila katika karne ya 21, vinazungumza udini. Sasa sisi tunasema kwamba udini unazungumza udini unatuhusu nini? Kwani tunaingia kwenye sensa ya kuhesabu watu, kuhesabu misikiti, watu walioko katika misikiti. Hatujengi misikiti. Watu wanahubiri ukabila, kwani tunatambika. Hatuko kwenye matambiko. Nchi yetu hii ni nchi moja, haipaswi kwenda kinyume na kuhubiri udini, kuhubiri ukabila, kuhubiri ubaguzi wa rangi. Sasa sisi tunasema kama chama cha Makini, viongozi wa dini waache kuhubiri udini. Tunajua dini ni jumuiya na ina maslahi yake katika jumuiya hiyo. Sasa isigeuke kuwa jumuiya ya kwenda kinyume na utaratibu wa nchi yetu. Sasa sisi leo tunatoa matamko haya kwa sababu tunataka kuliunganisha taifa. Chama hiki cha Demokrasia Makini, sera yake kubwa ni kuliunganisha taifa na kulijenga taifa moja lisiingie katika machafuko. Leo kuna maneno madogo, fitina nyingi katika vyombo vyetu ambavyo tunasikia leo. Tunasema maneno madogo haya yanaweza yakaonyesha kwamba Tanzania haina amani, lakini naweza kusema amani ya Tanzania ikitoweka, hatutapata mahali pa kwenda. Tunajaribu kuangalia wenzetu Kongo, tunajaribu kuangalia mataifa yaliyochafuka. Yamechafuka kwa sababu ya maneno madogo.
aidha maneno ya kidini, aidha maneno ya kikabila, aidha maneno ya vyama vya siasa. Sisi tunaweza kusema kama chama cha Makini kwamba makanisa yahakikishe yanalinda na kuijenga amani yetu ya Tanzania, kwa sababu tukizungumza ukabila tunamaanisha kwamba tunatafuta marais wa makabila. Tukizungumza udini tunamaanisha tunatafuta rais wa dini. Tukizungumza ubaguzi wa rangi ina maana tunawabagua watu. Wakati Mwalimu Nyerere anatafuta uhuru wa nchi hii kule United National Union, walimuuliza unatafuta uhuru gani? Mwalimu Nyerere akasema anatafuta uhuru wa Tanganyika. Lakini wakamwambia mbona tunasikia kuna watu wanadai uhuru wa Wameru, uhuru wa Wachaga. Sasa sisi tunasema hatutaki kutafuta nchi yetu ielekee kwenye machafuko hayo. Leo chama cha Makini kimeongea na nyinyi waandishi wa habari kuhakikisha kwamba kinatoa maonyo. Kama askofu anakuwa askofu, afanye kazi za waskofu, atafsiri maandiko na ayatendee kazi kadri maandiko hayo yanavyopaswa kutekelezewa. Kama padri yuko katika kanisa lake, afanye kazi ya upadri. Tunaomba sana makanisa yasiingize siasa kanisani, yasiingize siasa kwenye madhabahu, kwa sababu unapoingiza siasa kwenye madhabahu ina maana kwamba una viashiria vya kuvunja amani. Tunatoa maonyo makali sana kwamba viongozi hawa wajifunze kuhakikisha kwamba eneo la siasa, kama unapenda siasa, nenda kazungumze siasa maeneo ya siasa. Kama unapenda dini, zungumza dini. Kama wewe ni askofu, zungumza dini kwenye eneo lako. Usizungumze dini kwenye vyama vya siasa. Usizungumze siasa kwenye chombo cha dini. Makanisa tunayaonya ili tujenge taifa hili. Na mimi natumia nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuhakikisha kwamba anatumia nafasi yake kubwa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zote, kwa gharama zote, kuhakikisha kwamba yoyote anayekiuka viashiria vyovyote vya kuvunja katiba yetu kwa matakwa na maslahi yake binafsi anaadhibiwa. Kwa hiyo sisi chama cha Makini tunasema kwamba tumekuja kuongea nanyi kwa malengo hayo, kwamba ili Watanzania waliomo katika vyombo hivi vya habari wasikie kwamba tunasisitiza amani iendelee kudumu katika nchi yetu. Tuna mambo mengi ya kuzungumza. Kama tunataka kuibadili katiba, tunasikia wengine wanasema wanataka reform. Ni kweli tunataka reform. Lazima tuiheshimu kwanza katiba iliyoko, alafu tuitafute katiba mpya. Kama tutaidharau katiba iliyoko kwa kuleta vurugu za maneno, kuhakikisha wanalazimisha katiba nyingine kwa kulazimisha kwa vurugu, sasa tunasema huko tunakoelekea si tunakwenda kutafuta katiba, tunakwenda kutafuta machafuko. Na sisi tunasema ikiwa hauwezi kuheshimu katiba yako ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa hiyo katiba nyingine unayoitafuta kana kwamba unaitaka reform lazima uitafute kwa mchakato, uitafute kwa utaratibu, na utaratibu huu uweze kupata maoni ya Watanzania wote, na uzingatie muda wa kutosha, si muda huu wa uchaguzi. Huu muda wa uchaguzi hatuwezi kuingiza vurugu za kuitafuta katiba. Kila mtu katika chama chake anataka malengo yake ili aweze kushika dola. Tusiweze kuishika au kuitafuta kwa kisingizio cha machafuko na kwenda kutoa sababu ambazo hazina msingi, ziwe sababu za udini, ziwe sababu za ukabila, kwa misingi ya kwenda kushika dola. Tunataka waitafute dola kwa amani, washike dola kwa amani. Kwa hivyo sisi chama cha Demokrasia Makini tunaungana na Watanzania wote kwa ujumla, wale Watanzania ambao wanaipenda nchi yao. Tunataka sote tuwe, kila mmoja wetu achukue majukumu yake kuhakikisha kwamba nafasi yake ni kulinda amani ya Tanzania. Na kama nafasi yake ni kulinda amani ya Tanzania, na nataka kuwaambia mpaka sasa tunakoelekea uchaguzi, tunaye rais mmoja tu, anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hakuna rais mwingine tena. Rais mwingine ni mpaka mchakato wa uchaguzi uende kumpata rais mwingine. Lakini kwa sasa tunaye rais huyo tu.
Kwa hiyo watumie nafasi hii kumheshimu, na kama wanataka kumshauri katika Ikulu kuna itifaki ya kumshauri rais. Kama una mapendekezo, nenda yapeleke mapendekezo yako sehemu inayohusika, sio utoke wewe kama wewe nyumbani kwako unakwenda barabarani unaenda kusema mambo ambayo hayafai, yanaendelea kuashiria viashiria vya vurugu. Sisi tunaonya na tunaonya kwa ukali kabisa kwamba sasa twendeni tukashirikiane kwa pamoja kuhakikisha nchi yetu inalindwa. Kiongozi wa kisiasa alinde nchi yake, kiongozi wa dini alinde nchi yake, jamii alinde nchi yake. Twendeni tukazungumze madhaifu ambayo tunataka tuyazungumze ndani ya nchi yetu kwenda kuwapatia wananchi maendeleo. Mfumo wa vyama vingi umekuja kwa sababu ya ushindanishi wa sera ziweze kushindana, tuweze kufika malengo ya kwenda kuwatumikia wananchi pamoja. Nchi yetu ni moja na wananchi waweze kupata maendeleo. Yapo maendeleo mengi yanayoweza kuzungumzwa ya kumshauri mheshimiwa rais, lakini yanapaswa kuzungumzwa kwa staha. Leo mtu anakwenda kanisani anakwenda kuzungumza mambo ya ovyo. Tunaonya wanaozungumza mambo ya ovyo katika makanisa, hata vyama vya siasa tunavionya. Na leo nimewaiteni hapa kwa sababu ya kusema hili tamko, ili Watanzania walioko katika nchi yao leo vita vikitokea, Watanzania wengi ambao ni walalahoi ndio watakaoumia. Huyu anaitwa Lissu, huyu anaitwa Gwajima, ama huyu anaitwa sijui nani katika serikali kuu. Tunasema hawa hamtakuwa nao. Tunataka sisi tulio wengi tuhakikisha yeyote ambaye anakuja kutushawishi ili tuvunje amani yetu, tumkatae kwa mujibu wa kuhakikisha kwamba sisi hatukubali. Sisi twendeni tukajenge uchumi wa nchi yetu kwa maslahi ya uchumi wa nchi yetu. Tuache wale wanaosema mambo ambayo wana malengo yao, na malengo yao ni kwenda kushika dola. Leo akishika dola, haya tunayoyasema hata kukumbuka. Twendeni tukawakumbushe kwamba yeyote anayeelekea katika uchaguzi mkuu hakikishe huu uchaguzi tutamchagua tu yule tunayemuona anatufaa na atakaye kwenda kutuletea maendeleo. Lakini vinginevyo hatupaswi kuzungumza masuala yoyote yanayoonekana yanaashiria kuleta vurugu. Leo nimesema haya kwa sababu naamini kabisa nchi sasa imekuwa sasa misingi yake inataka kuharibiwa. Sasa mimi nakemea kwamba tukiharibu misingi tulionayo na mambo yote yanaharibika. Biblia inasema kwamba msingi ukiharibika mambo yote yanaharibika. Sasa nawaomba ndugu zangu viongozi wa dini, twendeni tukaimarisha hiyo misingi. Ndugu zangu viongozi wa vyama vya siasa, twendeni tukaimarisha hiyo misingi. Tunapoimarisha misingi hii, tuna maana kwamba misingi hii itatujengea taifa la leo, taifa la kesho kutwa, na hatimaye tutaweza kuwa na maendeleo ya amani na vitu vyote ambavyo tunaamini kwamba havijaenda sawa. Hata swala la utekaji sasa umekuwa gumzo. Sisi tunalaani masuala ya utekaji, lakini tunalaani kwa sababu tunataka mambo haya yaishi, na hatuwezi kulaani kwa vurugu. Tunataka tulaani vitu hivi, wale wanaohusika na masuala haya kuhakikisha kwamba wanachukua hatua kwa wahusika. Na tuna intelligence yetu ya taifa inaweza ikafanya kazi hiyo, lakini kiongozi wa dini hawezi kuchukua nafasi ya intelligence. Yeye ana nafasi ya kiongozi wa dini, na tunaonya wasipitilize mipaka. Tanzania yetu haina dini, ila imetoa uhuru wa kuabudu. Serikali wajibu wake ni kuhakikisha wanalinda uhuru huo. Yeyote atakayekwepa kuutii uhuru huo akavuka mipaka. Sasa mimi kama chama cha Makini naweza kusema sasa serikali kimchukulia hatua ni sawa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mna swali la kuniuliza naomba sana. Sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, unaamini kwamba viongozi wa dini pia wana nafasi ya kukemea maovu katika jamii? Ninaamini 100% viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kukemea maovu kwa jamii. Lakini wanapokemea maovu kwa jamii, wakemee kwa lugha za staha, ili viongozi walio madarakani waweze kuwasikia
na wakatatue hayo matatizo na uovu uondoke. Kwa hiyo tunaamini hilo, na tunaamini kwamba wanapofanya hivi ni kwa sababu wanasikilizwa na jamii ambayo ni wapiga kura wetu, lakini ni waumini wao. Sawa. Kama umekiri kweli kwamba viongozi wa dini wana nafasi kubwa kukemea maovu katika jamii, ni kwa nini wewe uko upande wa serikali ile kufungia kanisa la Mheshimiwa Gwajima? Kwa sababu Gwajima anaonekana akikemea maovu kama utekaji ambao unaendelea hapa nchini. Na wewe pia umekiri chama chenu hakiendani kabisa ama kinapinga vikali utekaji hapa nchini. Sasa kwa nini wewe uko upande wa serikali wakati umekiri kweli viongozi wa dini wana nafasi kubwa kukemea maovu katika taifa lao? Kwanza, mimi siko upande wa serikali. Mimi niko upande wa taifa. Taifa halina serikali, taifa halina chama, taifa halina dini, taifa halina kabila. Taifa letu linatakiwa sote tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha jambo lolote zito linalotokea nchini kila mtu alivalie njuga. Sasa mimi nasema kwamba kwa swali lako ni kwamba sisi chama cha demokrasia makini tunasema utekaji tunalaani, lakini sisi chama cha demokrasia makini tunasema utekaji huu kuna mamlaka iliyoko inaweza ikashauriwa kwa itifaki za staa ambazo zinaweza zikashawishi haya mambo yakaondoka nchini. Viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kuishauri serikali, lakini ukisema unaishauri serikali kwa kwenda kutoa matusi yasiyokuwa na msingi ambayo yanavuka mpaka, yanaharibu amani, sisi tunasema hapo hatuko kwenye mipaka. Sisi tunachoshauri, taifa linajengwa na watu wanaoheshimiana, na wakiheshimiana basi hapo tunaweza tukasema kwamba taifa litajengwa kwa misingi ya ushauri wa pamoja. Sasa mimi nasema Gwajima kuhusu kanisa lake, kwa nini Gwajima kanisa lake limefungwa? Mimi nasema kanisa la Gwajima lilisajiliwa kwa utaratibu wa msajili wa kusajili makanisa, na kanisa hili basi likiwa kama endapo msajili ataona kwamba ukiukwaji wa taratibu za sheria ya usajili wa makanisa utakuwa umekiukwa, basi wana mamlaka ya kulifunga kanisa, kwa sababu kuna utaratibu wake katika kuomba kutoa huduma. Unapofikia kuomba kutoa huduma, lazima uwasilishe katiba yako, uwasilishe viongozi wako katika kanisa, na muongozo wa kanisa upewe kwamba kanisa linakwenda kutoa huduma ya aina gani, ndipo kanisa lisajiliwe. Sasa kanisa likikiuka utaratibu huo, ina maana kwamba wamekwisha vunja mkataba baina ya msajili wa makanisa na kanisa lenyewe. Kwa hiyo msajili wa makanisa atakapo ripoti kwa vyombo vya dola kwamba anataka kanisa lifungiwe, lazima vyombo vya dola vitafanya kazi yake kuhakikisha kwamba wanalifunga kanisa. Kwa hiyo kanisa linafungwa kwa sababu ya kutokutii utaratibu wa sheria. Lazima tukubali Watanzania kutii taratibu zilizowekwa na mamlaka. Hatusemi kwamba wasikemee serikali, waikemee, na sisi chama cha Makini tunakemea, lakini tunakemea kwa kufuata taratibu za nchi na taratibu